Rais wa Marekani Donald Trump aliondoka Beijing baada ya mkutano wa siku mbili, akisema kuwa amefanikisha makubaliano mazuri sana ya biashara yenye manufaa kwa nchi zote mbili, lakini maelezo machache yamejitokeza kuhusu kile ambacho mataifa hayo mawili makubwa yalikubaliana. Trump aliwasili kwa mkutano muhimu na kiongozi wa China Xi Jinping siku ya Jumatano, akiwa ameandamana na wakurugenzi wakuu kadhaa wa makampuni. Ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara uliogusa sekta za kilimo, usafiri wa anga, magari ya umeme na chipu za akili bandia AI. Biashara ilikuwa miongoni mwa ajenda kuu licha ya mvutano wa hivi karibuni kuhusu vita vya Iran, huku wafanyabiashara wakitarajia makubaliano muhimu pamoja na kuongezwa kwa muda wa kusitisha ushuru wa forodha ambao unatarajiwa kuisha mwezi Novemba. Ziara hiyo ilitawaliwa na kauli za kirafiki na ishara za heshima. Trump alipokelewa kwa ratiba maalum iliyojumuisha gwaride la heshima, karamu ya kitaifa na mwaliko wa kutembelea eneo maalum ambapo kiongozi wa chama cha kikomunisti cha China wanaishi na kufanya kazi. Rais huyo wa Marekani alionekana kuvutiwa na alimwalika Xi kutembelea ikulu ya White House mnamo mwezi Septemba. Alisema mazungumzo yalikuwa yenye mafanikio makubwa, huku Xi akiita ziara hiyo kuwa ya kihistoria na yenye umuhimu mkubwa. Hata hivyo, hakuna upande uliotangaza mafanikio makubwa ya biashara au mikataba muhimu ya kibiashara. Katika mahojiano na Fox News, Trump alisema kwamba China itawekeza mamia ya mabilioni ya dola kupitia viongozi wa biashara waliokwenda China, lakini hakutoa maelezo zaidi. Pia alisema China imekubali kuagiza ndege 200 za Boeing, ikiwa ni ununuzi wake wa kwanza wa ndege za kibiashara zilizotengenezwa Marekani katika karibu muongo mmoja, ingawa idadi hiyo ni ndogo kuliko wachambuzi walivyotarajia. Alipoulizwa kuhusu kauli za Trump, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jiakun hakujibu moja kwa moja, bali alisema kuwa msingi wa mahusiano ya kiuchumi na biashara kati ya China na Marekani ni manufaa ya pamoja na ushirikiano wa kushinda kwa pande zote. Aliongeza kuwa pande zote zinapaswa kufanya kazi kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa na viongozi hao wawili na kuleta uthabiti zaidi katika biashara ya pande mbili na uchumi wa dunia. Bado kuna maswali kuhusu makubaliano ya kusitisha vita vya ushuru yaliyofikiwa mwezi Oktoba, ambapo Washington ilisimamisha ongezeko kubwa la ushuru kwa bidhaa za China, huku Beijing ikipunguza vizuizi vya usafirishaji wa madini adimu muhimu kwa viwanda. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Greer, ambaye alikuwa pamoja na Trump nchini China, aliambia Bloomberg Television siku ya Ijumaa kwamba bado hakuna uamuzi uliofanywa kuhusu kuongeza muda wa makubaliano hayo zaidi ya mwezi Novemba. Ikulu ya White House ilisema viongozi hao wawili walikubaliana kuanzisha bodi ya biashara ili kusimamia uhusiano huo bila kulazimika kufungua tena mazungumzo ya ushuru. Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessent, ambaye alikuwa akiongoza mazungumzo ya biashara kwa upande wa Washington, alisema katika mahojiano yaliyorekodiwa mapema na CNBC kwamba anatarajia maendeleo kuhusu mfumo wa kusaidia uwekezaji wa baadaye. Hata hivyo, maofisa wa Marekani wameonya kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla ya matangazo hayo kuanza kutekelezwa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.